Mungu alinipa kuongea. Nitatoa tafsiri tu, alafu taenda kula. Alafu nitamuomba nani ataniingiza kwenye grupu. Nitaweza kuongea. Utaipata, nitajirekodi. Nitakuwa natuma kidogo kidogo paka itaisha kwenye grupu la mabinti. Amina. Mimi hapa nimepewa niongee binti nidhamu. Kwa maana ya binti mwenye nidhamu. Kwanza, binti mwenye nidhamu ni yule anayetambua nafasi yake. Anayetambua yeye ni nani. Anayetambua amebeba nini na yuko duniani kufanya nini. Kwa hiyo kwenye majumuisho, binti mwenye nidhamu ni yule anayejitambua. Kwa sababu kujitambua sio kuchacharika. Kujitambua ni ufahamu. Haleluya. Mtu anayejitambua huwa anafanya vitu vya kuonekana. Ukimwona mtu anajitambua, huyo mtu ametofautishwa. Sasa binti nidhamu ni yule anayeijua mipaka yake sawa sawa. Anaijua mipaka yake sawa sawa. Kwa sababu maisha ya binti yana mipaka. Sasa unapokuwa na nidhamu, ndipo unapotambua kwamba mimi ni mpaka hapa. Nikifanya zaidi ya hapa, nitakuwa nimevuka mipaka. Na ukijua mipaka yako, ina maana una uwezo wa kujua madhara ya kuvuka mipaka uliowekewa. Bwana asifiwe. Binti anayetambua mipaka yake ni yule ambaye hatembei kwenye mipaka tu aliyowekewa na watu au aliyowekewa na mifumo, bali hata yeye mwenyewe amejiwekea mipaka yake. Amina. Kwamba katika umri wangu huu naweza nikafanya hiki, naweza nikafanya na hiki ndani ya mipaka yangu, lakini hiki kiko nje ya mipaka yangu. Na nikiingia kukifanya kilicho nje ya mipaka yangu, kinaweza ikaathiri mpaka hatima, mpaka vizazi. Kwa hiyo kukaa kwenye mipaka ni faida, sio utumwa, ni faida. Haleluya. Na utaona binti akivuka mipaka, hata kuna watu wanaanza kumnyoshia vidole kwamba amevuka mipaka, kwa sababu hata watu huwa wanajua mipaka ya binti. Sasa wewe kama binti mwenyewe hujui mipaka yako, utakuwa unajikosea. Haleluya. Utakiwi kutambua mipaka yako baadaye, baada ya makosa. Yaani pale mtu unatembea kwenye madhara, unatambua mipaka. Sawa, natambua baadaye, lakini huwezi kuepuka madhara. Bwana asifiwe. So kabla ya madhara ya kuvuka mipaka haijaanza kuonekana kwenye maisha yako, unatakiwa binti ujue kukaa kwenye mipaka yako. Kwa sababu ndani mipaka yako ndiko ambako
maadui zako wanashindwa kufanya kazi zao. Haleluya. Yeah. Kwa sababu kuna wigo ambao ukikaa ndani yake uko salama. Uko salama. Haleluya. Lakini ukitoka nje ya wigo, tayari unaweza ukashambuliwa na chochote. Na wanaokushambulia wako huru kukushambulia kwa sababu uko nje ya mipaka. Naongea. Namba 3. Binti nidhamu, ukisema binti mwenye nidhamu ni yule mwenye akili ya kupambanua. Ana akili ya kupambanua mema na mabaya. Nataka mnielewe, ubinti sio utoto. Ubinti sio utoto. Mtu anapokuwa binti tayari amehesabika kuwa mtu mzima. Kwa hiyo huyu binti tunamuita mwenye nidhamu kwa sababu ana uwezo wa akili ya kupambanua. Jesus. Ni ngumu sana katika age ya ubinti alafu uwezi kupambanua. Sisi katika familia zetu tumekuwa katika hali ya kupika wali. Na tangu mtu unakuwa unaona jinsi tunavyopika wali. Ashukuriwe Bwana kwa sababu sasa hivi utaalamu umeongezeka kiwango ambacho mchele wenye mawe sio mwingi. Lakini kwa sisi tuliokuwa huku nyuma, yaani ukishanunua mchele, zoezi la kupembua haliepukiki. Tunapopembua tunatafuta nini? Kuondoa kisichofaa ili kibaki kinachofaa. Sasa Mungu yeye kwa sababu ya ubinti hajasema kwa sababu huyu ni binti basi atakutana na mazuri tu. Hapana. Kwa sababu yuko kanisani atakutana na mazuri tu. Hapana. Ndio maana binti mwenye nidhamu lazima apambanue ili ni baya, ili ni zuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukisha kuwa na uwezo wa kupambanua ina maana kibaya utajua mahali pake ni wapi na kizuri mahali pake ni wapi. Utajua nini cha kwenda nacho na nini cha kuacha. Maana yanapokuja mambo yanapokuja kwako yanakuja yote, yani hayajichuji, yanakuja yote. Mchujaji ni wewe. Haleluya, mabinti wa Bwana. Sometimes unamtegemea mama yako lakini kuna mambo yanakuja yako nje ya mama yako, yamekulenga wewe personally. Kwa ni wewe ndio unatakiwa sasa usimame kuweza kuona kuweza kuona kwamba kipi ni kipi hapa, cha kuondoka nacho ni kipi, cha kuacha ni kipi, ili uendelee kuwa salama. Kwa sababu uwezo wa kupambanua
ndio unaoweza kuulinda usichana wako. Haleluya. Wewe binti unaweza ukakutana na ushawishi. Nitumie labda lugha hiyo, ushawishi wa maneno. Na mimi nikwambie, wanaume kama wana upako, ni upako wa kuleta mada kwa wasichana. Yaani ni wataalamu wa bobezi. Wewe unafikiri anachoongea ndio kweli, lakini unahitaji kupambanua kwamba hiki kitu anachokiongea sicho, ni uongo, anataka kuniaibisha, kunidhalilisha, kunitumia kuharibu hatima. Lazima uwe na nguvu ya kupambanua paka maneno yanayoletwa kwako kwa message au live. Pambano. Usifurahie kila message. My God. Usifurahie kila message. Kwa sababu mtu anaweza kama anakudanganya, alafu na wewe moyo wako wote unafurahia maneno mazuri. Mimi naomba hata wewe mwenyewe wewe unajiambia maneno mazuri wewe mwenyewe. Jaribu kuanza kuyazoea maneno mazuri. Ukiamka asubuhi jiambie wewe ni mrembo, yani mrembo. Jesus. Dunia nzima jicho. Mguu kama wote. Haleluya. Shape yako. Haleluya. Shape gani mmeipenda zaidi? Hivi shape namba 1 alihitaji? Ulihitaji? Shape namba 1. Unaweza ukajiclass tu kwamba mimi shape yangu namba 1. Hata kama namba 0 itajiadjust yenyewe. Haleluya. Uko mbeleni, yes. Una adjust namna ya kula, unafanya mazoezi paka namba 1. Unaanza kujitamkia mimi ni namba 1 kwa jina la Yesu. Mimi namba 1 kwa jina la Yesu. Kama ndio shape unaoipenda. Bwana asifiwe. Anza kujitamkia maneno mazuri, yako ni mengi. Jiite majina mazuri wewe mwenyewe, ili yanapokuja maneno mengine kutoka dimension tofauti uweze kuona wewe utaongea kitu gani ambacho mimi sijajiongelea. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya rika linalowindwa na uharibifu ni ubinti. Waume za watu wanawawinda. Vijana wasio na malengo wanawawinda. Wenye tamaa. Yaani mtu tu anataka tamaa zake amalizie. Na ukisoma mifumo ya mwanaume, yani kwa siku moja tamaa anawakwa tamaa mara ngapi? Na anatafuta mtu ambaye hajielewi. Anaweza akaelewa, yani unaelewa mada, unaelewa rahisi, unaelewa kirahisi mada. Uko tayari kuelewa rahisi mada za ovyo. Afu Mungu akaleta mada zake uzielewi.
Mungu alikwambia nimekupenda upeo, yaani nimekuzimia uelewe. Yakitokea mjinga mmoja unamuelewa. Jesus. Nataka nikuambie neema ya kupambanua iko juu yako katika jina la Yesu. Kwa sababu lazima uelewe maisha yako ni ya thamani. Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana, yani usichana, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kwa mabinti, hilo andiko ni gumu. Unatakiwa ulitafakari hilo andiko, kwamba mimi kama kuna kitu cha kimungu na kikosa sasa hivi, ninaweza nikazalisha hatima yenye vilio vingi sana pale mbele. Kwa binti mwenye nidhamu ana upeo katika kupambanua mambo. Picha ni nyingi zinakuja. Of course nyinyi mabinti, yani ndio mnaona vitu vingi. Yani mnaona vitu vingi. Yani mambo ni mengi. Unakutana nayo ni mengi. Mi binti yangu mmoja leo kuniambia, mama, kanipigia simu, mama, naomba uongee na fulani, umwambie asinipigie wala asinitumie message. Jesus. Asa nikasema mimi nikianza kufanya hii kazi itakuwaje? Na huyo anayemwambia mimi nimwambie hivyo pia ni mwanangu. Ni mshirika. Nikamwambia kwanza, hatua kwanza, mblock. Aanze kuona kwamba hayo mazungumzo yake huyataki. Hiyo ni measure namba 1. Haleluya. Lakini pia kitu kiwa ni kibaya na umekiona ni kibaya, kionyeshe kwamba hiki ni kibaya. Kikatae kama kitu kibaya. Kitu kibaya usikichekee. Usikichekee, kitakudhalilisha. Haleluya. Nikisema hivyo mnanielewa. Kitakudhalilisha. Hakina nia nzuri na wewe. Kwa lazima ujionyeshe kwamba una ufahamu wa kupambanua, kwamba nimejua. Nimejua katika roho yangu, nimejua katika moyo wangu, nimejua katika jicho langu la 6. Hii kitu ni kibaya. Kwa siko tayari ukibeba. Acha nianze kukiondoa kwenye mizizi, kwenye misingi yake na kikataa. Ili chema kipate nafasi. Uwezi ukakubali kwamba niende na vyote, kibaya na kizuri vyote unavyo accommodate. Lazima ukiache kibaya ili kizuri kipate mahali pake kwenye maisha yako. Haleluya. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunifanya kuwa msichana. Na mchana wa leo niko tayari kuishi usichana wangu katika fahari zake mbele zako. Moja ya kitu unaweza kujivunia ni usichana wangu. Wewe uliyejivunia usichana wa Mariamu, leo niko hapa
mimi fulani, jitaje jina lako. Roho wa Mungu, jivunie usichana wangu. Usichana wangu hautachukuliwa mateka, hautapelekwa utumwani, hautatiwa kifungoni, hautawekwa kaburini, hautatiwa giza. Usichana wangu hautavamiwa na madhabahu za maonezi na mateso. Roho wa Mungu, chochote kile kinachoshindana ili kuzimisha utukufu wa usichana wangu, hicho ni adui yangu. Na Bwana, niko tayari kushindana na kibaya chochote kinachotaka kuangusha usichana wangu. Kwa jina la Yesu, siko tayari kuangalia mambo mabaya yayameze maisha yangu. Mimi ni msichana mwenye nidhamu, najitambua, najua mipaka yangu, nina akili ya kupambanua. Roho, niko tayari kukuhesabu kwamba wewe umeniita mimi katika usichana wangu kuwa nyumba yako, hekalu lako. Roho Mungu, chukua nafasi, chukua nafasi, chukua nafasi, chukua nafasi. Shangilie Bwana, haleluya. Sema Bwana Yesu. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo niko hapa ili usichana wangu uwe harufu nzuri, ili usichana wangu uwe na mng'ao wa utukufu ambao hakuna cha ulimwenguni kinaweza kunipa. Roho Mungu, leo hii usichana wangu ninautambulisha kwa upya, thamani yake ipite thamani ya marijani. Bwana, kila atakayeuona usichana wangu akuone wewe, akuone wewe. Kila atakayekutana na usichana wangu atakuwa amekutana na uso wako. Roho Mungu, najiweka wakfu, najiweka wakfu, najiweka wakfu mbele ya uso wako kwa ajili ya usichana wangu. Bwana, usichana wangu umetengwa mbali na mapepo, mbali na uchafu, unajisi, zinaa, mbali na uchawi, uganga, ushirikina. Nakataa leo kila kiovu juu ya usichana wangu, maana usichana wangu ni mali yako, ni mali yako, ni mali yako. Wewe ndiye mmiliki wa usichana wangu na hakuna mwingine. Wewe Bwana ndiye mmiliki, ulilipa gharama kwa ajili ya usichana mwema ulionipa. Anza kuomba juu ya usichana wako, tamka juu ya usichana wako, sema juu ya usichana wako, wewe ni msichana mzuri, wewe unafaa, wewe ni baraka. Mwambie, ninaona fahari kuwa binti. Haya maisha lazima yaweke alama kwenye moyo wa mbingu kwamba kuna siku mimi fulani nilikuwaga binti. Amen. Mungu akubariki. Shangilie Bwana. Amina. Naomba uketi. Nafikiri tumemaliza.